Machi 15 mwaka 2026 saa 4:45 za asubuhi huko katika eneo la Uyole sokoni jijini Mbeya, kundi la wananchi waliojichukulia sheria mkononi walizingira watu wanaodaiwa kuwa ni wahalifu wanaojihusisha na matukio ya uporaji na upigaji nondo majira ya usiku, ambao walikuwa wamejificha ndani ya nyumba mojawapo iliyoko katika eneo hilo la Uyole. Kufuatia tukio hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kikosi maalum cha kuzuia na kupambana na matukio ya uhalifu walifika eneo hilo na kukuta kundi la wananchi wakiwashambulia watuhumiwa hao kwa kutumia mawe pamoja na silaha za jadi. Kwa hiyo katika juhudi za kuwaokoa watuhumiwa hao, wananchi walianza kuwarushia askari mawe ili wasiwafikie au wahalifu kwa ajili ya kuwaokoa, lakini kutokana na umahiri uliopo katika kushughulikia makosa haya, askari wetu waliweza kufanikiwa kuwaokoa jumla ya watuhumiwa 6 kutoka mikononi mwa hao wananchi waliokuwa na hasira, na katika kuwaokoa waliweza kuwakimbiza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu kwa kipindi hicho walikuwa wamejeruhiwa sehemu mbalimbali za miili yao. Kwa hiyo wakati wanafikishwa hospitalini, kati ya wale watuhumiwa 6 waliokamatwa au waliookolewa kutoka kwenye kundi la wananchi, 4 walifariki dunia wakiwa wanapatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya rufaa, na waliofariki wakiwa wanapatiwa matibabu ni Eric Nasoro maarufu Eric Mandampo, huyo ana umri wa miaka 20, ni mkazi wa Uyole. Wa pili ni Meshaki Joseph, jina maarufu ni Scofield, huyu naye ana umri wa miaka 20, naye ni mkazi wa Uyole. Wa tatu ni Abdalla Goliamu, naye jina lake maarufu anaitwa Dula, na umri wa miaka 20 na ni mkazi wa Sakarani. Na wanne ni Asajile Isaac mwenye umri wa miaka 25, ni mkazi wa sokoni Kingani. Aidha, watuhumiwa wengine wawili waliokuwa wamepata majeraha kipindi hicho waliookolewa kutokana na majeraha madogo waliokuwa nayo walitibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini, ambao ni Raksi Hamisi mwenye umri wa miaka 23 na Pasco Aroni mwenye umri wa miaka 32. Wote hawa ni wakazi wa Uyole ambao kwa sasa wanaendelea kushikiliwa na kuhojiwa na kikosi maalum cha askari kwa ajili ya kupata ushahidi muhimu ambao utawaunganisha na baadaye waweze kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizi ambazo tumezitaja za kuvamia watu na kuwapiga nondo, wakata mapanga na kufanya uvunjaji na kuiba mali zao. Kwa hiyo katika mahojiano ya awali na watuhumiwa hawa ambao wamenusurika, ambao tunasema tunao katika vituo vyetu vya polisi, walionusurika kuuawa na wananchi, wanakiri kuhusika katika matukio kadhaa ya uhalifu yaliyotokea katika mkoa wetu wa Mbeya na jiji la Mbeya kwa ujumla, na wametaja matukio hayo na wameonyesha maeneo ambako walikwenda kufanya uhalifu huo wakiwa na wenzao ambao tayari wamekwisha fariki sasa, na wametaja kwamba walihusika katika matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, matukio ya mauaji na uvunjaji, pamoja na kujeruhi baadhi ya wananchi ambao wako hospitalini, wengine wanaendelea kupata matibabu, lakini wengine wamekwisha ruhusiwa na wanaendelea na matibabu ili kupata nafuu ya majeraha ambayo waliyapata. Nilivamiwa, nilikuwa nimelala nyumbani, jamaa wakaiba baadhi ya vitu na kunijeruhi. Nashukuru Mungu naendelea vizuri. Jeshi la polisi na yenyewe nimefanya kazi yake vizuri. Leo nimeitwa kuja kuangalia baadhi ya mali zilizopatikana. Baadhi nimeviona ni vile, na sina mengi zaidi ya kulishukuru jeshi la polisi na ushirikiano wao. Kutoka kama nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ghafla tu nikakuta kuna vijana 3 mbele yangu, kati mimi naonyo nazungumza habari ya mpira kwanza. Walivyoona tu mawele kwanza, mechi ya leo. Sasa nikajua
kwa sababu kuna mpira, ngoja basi na wenyewe, kwa sababu napita nika basi akili yote ikawa imekushama kwamba kuna vibaka. Nikaona na hao nimetoka kuangalia mpira, acha tumepishana. Yani hata sekunde sikuchukua ndani ya dakika, yani tumepishana mmoja tu katika wale watatu, tumepishana mmoja tu. Nikashangaa niko chini. Maana naona navuja damu, kushana nao dakika 2-3 hawakuzungumza lolote. Baada ya kuona uniform wakachukua tu simu, nilikuwa na simu 2, nilikuwa na kiasi kidogo cha pesa cha nauli. Basi wakaniacha kwa sababu ni nyumbani hapo jirani, kama dakika 1 tu nikana jitahidi damu navuja tu damu. Kufika tu nyumbani dakika 1 tu nikawagonga tu mlango, nikaambia wewe vipi tena hali yako? Nikaambia bwana kuna hiki na hiki kimenitokea. Mara fahamu zikaniishia. Wakachukua tu bima ya afya, tulikuwa tunaondoka moja kwa moja. Tulikuwa tunaelekea Mlanasa hospitali. Mimi hali halisi ni kwamba mtoto wangu ameuliwa katika hili siku ambaye alikuwa ameuawa nyumbani kwake. Nilimpa nyumba, mimi naishi nyumba nyingine, mimi na ICS yuko sai. Ameuawa, tumemzika jana. Derrick David Mponzi. Kwa hiyo sasa hivi nina wajukuu tu. Huyu mtoto wa mjukuu wangu. Lakini babake tumemzika kushinda jana. Kwa hiyo ni hali halisi, nimekuja hapa nikiwa nachechemea kwa sababu bado sina nguvu ya kunani. Lakini naomba msaada wa serikali ifanye kazi kama inavyostahili ili hatimaye tuwe katika nchi ya amani. Nchi ya amani, lakini kama tukiacha ende hivi haitakuwa na amani. Kwa hiyo niwaombe wazazi, narudia tena, niwaombe wazazi tuwalee katika maadili watoto wetu. Pia wewe na mimi ndio wasimamizi wazuri wa maeneo yetu. Zamani kwenye magari walikuwa wanaandika abiria chunga mzigo wako. Kwa hiyo matukio haya yanapotokea mbali, maana kujua na kwako litakufikia. Kwa hiyo naomba utoe ushirikiano mzuri, mwananchi yoyote utoe ushirikiano mzuri, aidha kwa jeshi la polisi, aidha kwetu sisi kama viongozi wa serikali ya mtaa.